G. Msafiri wa Jimbo Katoliki Moshi, lakini ni mtaalamu na mbobezi katika tasnia ya mazingira, hasa katika maadili ya mazingira na teolojia ya mazingira. Tuko katika chuo hiki cha Biblia na Teolojia cha Kanisa la Kiinjili la Kiluteri hapa Mwika, na tumekuwa na semina ya siku mbili iliyofunguliwa na Mheshimiwa sana Askofu Shaw, Dr. Shaw, ambaye baada ya ufunguzi wake wa semina hii nilitoa mada yangu iliyohusu mambo mawili mazito. Kwanza, maana ya teolojia ya mazingira, kwa Kiingereza ecotheology, ni tawi la teolojia ambalo linahusu jinsi mwanadamu anavyopaswa kuishi katika dunia aliyojaliwa na Mungu, aliyothaminiwa na Mwenyezi Mungu, aliyokodishiwa na Mwenyezi Mungu. Katika Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15, Mwenyezi Mungu alimganjia Adamu na Hawa bustani ile ya Edeni, akawaambia wailime na kuitunza. Kwa hiyo msingi wa imani ya utunzaji wa mazingira ni teolojia hiyo ya kumheshimu Mungu. Ni ibada, ni heshima, ni wajibu. Hii ni nyumba ambayo Mungu ametujalia, tunaita dunia, na nyumba hii tumekodishiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo maana hiyo pana ya ecotheology inatudai sisi sote kuweza kutunza dunia na mazingira yote. La pili, tumechambua na kuangalia changamoto kuu za utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Ziko changamoto nyingi, naomba nitaje chache ambazo zinakualika wewe na mimi kuweza kuponya mazingira yanayoharibiwa. Leo hii kuna ongezeko la joto duniani kubwa. Tunaona mioto inayoendelea huko Ulaya. Tunaona upungufu wa mvua kwa ajili ya kilimo, kwa hiyo kuna athari katika kilimo. Tunaona ongezeko la hewa chafu inayoleta magonjwa. Tunaona ongezeko la mafuriko nyakati za mvua za El Nino katika sehemu na majiji mbalimbali, kwa mfano Dar es Salaam, na magonjwa yanayotokana na mafuriko. Tunaona upungufu wa rasilimali mbalimbali katika dunia, upungufu wa bioanuai, wanyama, mimea imetoweka kwa kasi zaidi. Tunaona pia uharibifu wa misitu, uharibifu wa sehemu mbalimbali za mama dunia. Hizo ni changamoto ambazo zinazoonekana, visible challenges. Lakini kuna athari ambazo hazionekani katika uharibifu mzima wa mazingira, na ambao taasisi yangu ambayo inaitwa Kilimanjaro Consortium for Development and Environment imekuwa ikijizatiti kuotesha miti. Tumehamasisha sana leo katika semina hii kuwa ni watu wa imani ya kijani. Imani ya kijani sio swala la Yanga na vyama vingine vya kijani au na nguo za kijani au na jezi za kijani. Ni ukijanyishwaji wa paradiso irudi pale ilipokuwa. Mungu alipomuumba Hawa, Adamu na Eva na Hawa, aliwapa wajibu wa kutunza ile paradiso, wa kutunza, wa kukijanyisha dunia. Na ukijanyishaji huo umefikia mahali ambapo ni hatarishi. Watu wanajali faida ya maisha yao, faida ya biashara zao kuliko dunia hii ambayo sasa hivi, niseme kwa neno baya tu, inabakwa na matendo hatarishi yasiyoendelevu ya mwanadamu. Matendo hayo ni uchukuaji wa rasilimali kutoka kwa mama dunia kuliko mama dunia anavyoweza kujizatiti na kujirudisha katika uzalishaji wa rasilimali hizo, ambazo kwa leo dunia ina watu takribani bilioni 9 na rasilimali haziongezeki. Watu wanaongezeka. Tanzania ina watu milioni 68, rasilimali haziongezeki. Kuna ukataji hovyo wa miti, kwa ajili ya mkaa, kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Leo hii tunasikitishwa na uvunaji holela wa misitu ya binafsi, misitu ya serikali, misitu ya vizazi vijavyo, miche au tuseme mimea iliyoteshwa na watu karibu miaka 100 iliyopita
watu hawaoni kwamba ni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo semina hii imelenga malengo makuu manne. Kwanza, uelewa wa pamoja kwa wadau hawa ambao ni viongozi wa dini, ni wachungaji, ni wadau wa mazingira, ni wazee wa kanisa, na hivyo wakiweza kuwa na uelewa pamoja kuhusu thamani ya mazingira, thamani ya uumbaji na uponyaji wa mazingira, ni kitu cha msingi kabisa kitakachokuwa kinatusaidia. Lakini lengo la pili la semina yetu ilikuwa ni uwajibikaji wa pamoja. Tunapowajibika ni kwamba tunamkiri Mungu, tunapowajibika kutunza dunia, kutunza rasilimali, kutunza uumbaji, kuponya uumbaji, kuachana na vitendo au mifumo inayoharibu ile afya ya maji, afya ya udongo, afya ya anga, basi tunakuwa ni ibada. Tunamheshimu Mungu, tunamheshimu Rua, tunamheshimu Yawe, tunamheshimu Ebeneza, na tunamheshimu huyu Mungu anayeitwa kwa majina mbalimbali kwa uumbaji wake, na tunauendeleza. Lakini la mwisho tumemalizia kwa kusema ni vizuri sasa tukaendeleza elimu ya teolojia ya mazingira, eco education, yaani katika watoto wadogo, katika familia, katika jumuiya ndogo ndogo, katika sharika, katika parokia, katika jimbo na katika shule mbalimbali. Vijana, watoto, wazee waweze kujua wajibu wao wa kutunza dunia, kwa vile bila kutunza dunia, dunia haitatutunza. Kwa hiyo ni kila moja kwa maisha na maisha kwa kila mmoja. Nimalizie tu kwa kusema kwamba tusifikiri kwamba hakuna kitu tunachoweza kufanya. Ni vizuri